Miaka 40, mkazi wa kijiji cha Imbilili katika wilaya Babati amefariki dunia kwa kujinyonga. Hii ni taarifa mwanahabari wetu Mohamed Chumvi kutoka Babati, Manyara. Awali Yohana John miaka 40 alikabiliwa na changamoto ya afya akili. Kabla hajafanya maamuzi haya mazito, alikwenda kukagua eneo linalodaiwa kuwa ndilo angezikwa endapo atafariki. Kwa mujibu wa mashuhuda, walisema eneo hilo ni karibu na kaburi la babu yake, jambo linaloonyesha uhusiano kina na historia ya familia yake, kama anavyoeleza mwenyekiti wa kijiji hicho. Jana kabla ya usiku kufika, alishaanza kwenda kukagua makaburini pale, akipiga magoti makaburini na akisema nitazikwa sehemu fulani au mahali fulani, akaelekeza mahali pake atakapozikwa karibu na kaburi la babu yake. Hivyo mpaka sasa tukio lilivyotokea kila mmoja ameamini kwamba hili limetokea, lakini tukio hilo limeibua maswali mengi ndani ya jamii. Kwa je, mtu huyo alikuwa akitafuta faraja ya kisaikolojia au alihisi upweke mkubwa kiasi cha kuona kifo kama suluhisho? Wataalamu wa afya akili wanaeleza kuwa watu wenye changamoto kama hizo wanaweza kuwa na mawazo ya kina kuhusu kifo. Pamoja na kwamba jeshi la polisi walifika eneo la tukio kwa wakati, EATV hatukuweza kuzungumza nao kutokana na madai kuwa wako kwenye upelelezi, ambapo hata hivyo mwenyekiti wa kijiji hicho akathibitisha kifo hicho. Tukio lilivyotokea kila mmoja ameamini kwamba hili limetokea, lakini kama kiongozi nimeagiza mwenyekiti wa kitongoji pamoja na wazee wakubwa wa eneo hili na wananchi kwa ujumla wakakae watafute nini maana ya tatizo hili na vikao vikae ili jambo hili lisijirudie tena. EATV tukataa kujua kabla ya kifo hicho Yohana alikuwa na hali gani. Asubuhi niliyoamka nikamsalimia, akaitikia vizuri kabisa, nikamwambia namna gani hali, akasema hali ni haina shida, lakini ila kuna mchoko tu, na jirani yangu akaja akamsalimia, akaongea hivyo hivyo. Baada ya kupata hofu, muda mfupi walipoachana walianza kumsaka. Nikakuta nyumba imefunga kufuri, nikarudi. Kaja nikamuita kaka yake, nikamwambia hebu twendeni tukaangalie huyu mtu, mbona mguu umeishia hapa hivi na tena peku. Tukaondoka, nikaanza kweli kuangalia mguu. Basi kama kitu kimeniambia, nikaangalia hivi, nikaona mguu sasa umefuata korongo kwa korongo tu kule, nikaona tunaanza kuita njoo. Sasa ndio hivyo baba, mengine nisijayajua. Mwenyekiti wa kitongoji Hamisi Omari akaeleza taratibu za mazishi ya Yohana. Mwenyekiti wa kitongoji cha Imbilili kati, tukio kweli limejitokeza, tukabidi mlivyoliona saizi hapa, tumeshachukua maamuzi sasa hivi. Kesho labda Mungu akijalia, kesho tutapitisha kumsiri jamaa kajinyonga. Ni maamuzi yake mwenyewe, kaamua kutumaamua kesho tumstiri. Taarifa kusikitisha kutokea kule mkoani Manyara, huku tukiombwa kuwa tunazungumza na utusibu ya ndani kabisa. Kama unajiba la roho shekha, tafuta mtu alafu zungumza naye. Kuna watu tu wenye busara zao, unaweza kaniona hata mimi nikakushauri. Tuelekee kwingineko ambapo wananchi wa kata ya Nyanguge wilayani Magu mkoani Mwanza wameiomba serikali kukamilisha ujenzi wa jengo linalojumuisha wodi ya wazazi na jengo la upasuaji katika kituo cha afya Nyanguge ili kupunguza hatari zinazowakabili wajawazito wanaojifungua katika kituo hicho. Mwanahabari wetu Paul Nenetwa kutoka jijini Mwanza na habari zaidi. Hayo yamesemwa na baadhi ya wakazi wa kata ya Nyanguge wilayani Magu mkoani Mwanza mara baada ya mkuu wa mkoa wa Mwanza Bwana Saidi Mtanda kukagua maendeleo ya ujenzi wa jengo hilo, ambapo wameeleza hali ya upatikanaji wa huduma za afya kwa mama na mtoto. Tunachohitaji sisi wa mama wajawazito ili jengo liishe, ili kwa ajili ya kujifungulia na kwa ajili ya operation mama na mtoto, ili tupate huduma hiyo. Tunaomba kama viongozi serikali mtufanyie muamala wa kupata hiyo milioni 50 tuweze kujenga jengo letu la mama na mtoto ili tujifungue vizuri, tusipate kusafirishwa kama imeshindikana kupelekwa umbali wa kilomita 200. Mimi nahisi hili jengo likikamilika, wanawake sisi wa kujifungua, naona litatusaidia, sababu sasa hivi ukiambiwa operation mpaka uende Rugeye, Kahangara, Magu, lakini likiwa hapa si unawaishwa mapema.
Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kuhusu hatua zilizofikiwa kwenye utekelezaji wa mradi huo, mtendaji wa kata hiyo Wilbrod Mbuga amesema ujenzi wa jengo hilo mpaka sasa umefikia zaidi ya 80%. Mradi huu utakapokamilika unatarajiwa kutoa huduma kwa wakazi wapatao 22,865 wa kata ya Nyanguge na pia wakazi kutoka kata ya jirani ya Nyanguge. Faida za mradi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mradi huu utakapokamilika unatarajiwa kuwa na faida zifuatazo: kupunguza vifo vitakavyoweza kutokana na uzazi ndani ya kata ya Nyanguge pamoja na kata jirani za Nyanguge. Birth yetu ya hapa kila siku ni watoto 10 wanazaliwa wanaotoka kwenye kata yetu. Kwa hiyo population ikifanya projection ya 5 years tunapata watoto karibu 15 wa Mbeya. Tunaomba tu kituo chetu cha afya hiki tupate majengo mengine yanayosalia. Naye mkuu wa mkoa wa Mwanza Bwana Saidi Mtanda, pamoja na mambo mengine, ameielekeza halmashauri ya wilaya hiyo kuhakikisha fedha zilizobaki kukamilisha ujenzi huo zinapatikana ili majengo hayo yakamilike kwa wakati na kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo utajua wewe itakapokaa, lakini hiki kituo cha afya kiletewe milioni 50 ili kifanye nini? Kikamilike. Kama kuna kwingine itakuwa ziende, ziletwe kwanza hapa, kwa sababu mimi